kabisa nitazungumzia watumishi wa umma, kada ya walimu. Na kwa muktadha wa mchango wangu nitazungumzia walimu wa shule za msingi, walimu wa sekondari, lakini na walimu wa vyuo vya ualimu ambao kimsingi taratibu zao za kazi zinafanana, lakini pia yale ambayo yanawasibu katika mazuri na yale ya misukosuko kidogo katika kazi yanafanana. Kwanza nianze kupeleka salamu za walimu. Zinakwenda kwa Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, zikipitia kwa Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, ndugu yangu, kaka yangu Simbachawene. Walimu wa Tanzania wanasema wanamshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba sasa wanafanya kazi katika mazingira bora. Wameboreshewa mazingira ya ufundishaji, wameboreshewa mazingira ya kutunza watoto wetu. Leo hii tunapozungumza, Mheshimiwa Mwenyekiti, kila kona ya nchi madarasa ya kutosha, madarasa mazuri, vyoo vya kutosha kwa ajili ya watoto wetu na viko katika hali nadhifu. Nyumba za walimu ni mchakato ambao Mheshimiwa Rais ameendelea nao katika kipindi chake chote cha uongozi. Kwa hiyo katika hilo walimu wa Tanzania wanasema wanapongeza sana Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kana kwamba haitoshi, wanasema kwamba kilio chao cha siku nyingi cha upandishwaji wa madaraja na hata yale ambayo yamelimbikizana kipindi cha uongozi wa Rais Samia, tumekuja kushuhudia kwamba walimu wetu wakipandishwa madaraja kila pale inapostahili kufanyiwa hivyo. Wanashukuru sana. Katika hili wanaombi moja tu, kwamba fedha za likizo ambazo sasa kwa kweli wanashukuru wanazipata, wanaomba tu kwamba badala ya kupitia kwa waajiri wao zitoke hazina zipitie moja kwa moja, kwa maana walipe moja kwa moja ili kuondoa usumbufu na adha, lakini pia kutofautiana kati ya mwajiri mmoja na mwajiri mwingine. Hilo ndio ombi la walimu wetu. Lakini baada ya hapo niseme tu kwamba kumekuwa na mashauri ya kinidhamu ya walimu kwa muda mrefu. Kwa uchache sana niseme kwamba kuna walimu wetu 14 ambao mashauri yao yalishathibitishwa kwamba hawana hatia na Tume ya Utumishi wa Walimu tangu mwaka 2023. Ilikuwa ni tarehe 4 mwezi wa 3 2023, katibu wa tume anamwandikia katibu mkuu utumishi kuklia kwamba walimu wetu hawa hawana hatia, na kwa maana hiyo wanaombewa kibali cha kurudi kazini. Hawa ni walimu kutoka halmashauri zetu mbalimbali nchini, wanaomba Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma chini ya ndugu yangu, kaka yangu Simbachawene, tupe msukumo katika jambo hili ili walimu wetu hawa ambao wamesafishwa na mamlaka yao ya nidhamu warudi kazini waweze kutumikia Watanzania. Eneo langu la tatu la uchangiaji, Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa nina rai kwamba tutoe motisha kwa watumishi mbalimbali kwa mujibu wa majukumu na uzito wa kazi zao. Na hapa mimi nijitolee tu kuwa kama chachu ya kuanza kusaidia ofisi yetu ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, nifanye kwa uchache tu kitu kinachoitwa job analysis, kwa maana mchanganuo wa kazi za walimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, jukumu la msingi la mwalimu ni kufundisha. Lakini katika ufundishaji wake kuna tools mbalimbali ambazo kabla ya ufundishaji anaziandaa, ikiwemo scheme of work, lesson plan, lesson notes, logbook, class journal, attendance list na vingine. Na hapa nina mlolongo wa nyaraka ambazo walimu wanazitumia. Hizi hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa uchache wake tu, hizi zote ni nyaraka ambazo walimu wetu wanazitumia wanapofundisha watoto. Hizi ni kwa uchache tu Mwenyekiti, lakini zipo nyingi. Hizi hapa zote zipo, scheme of work zote zipo hapa, mpaka teaching aid anapokuwa darasani mwalimu analazimika kuandaa kitu ambacho itakuwa ni msaada kwa watoto. Hii ni teaching aid ya mwalimu wa mathematics akifundisha product of two linear equations, kwa maana hapa anatafuta eneo, area of this triangle, of this rectangle. Hii ni kazi ya walimu wetu Mheshimiwa Mwenyekiti.
Lakini pamoja na kazi ya ufundishaji na zana zote hizi ambazo mwenyekiti, walimu wetu wanaziandaa, walimu wetu hawa wamekuwa wakitumia reference book mbalimbali, vitabu vya kiada na vitabu vya ziada. Lakini pia wamekuwa wakitoa majaribio mbalimbali ya quiz za darasani, mitihani ya kila wiki, mitihani ya kila mwezi, mitihani ya kila muhula, mitihani ya kila mwaka. Na wanakuwa na jukumu kubwa la kusahisha script. Ukimkuta mwalimu amejifungia, kwa wale ambao wenza wao ni walimu, watakuwa ni mashuhuda kwamba kama baba ni mwalimu, mama yuko kitandani amepumzika, anamwacha baba anasahisha script za watoto. Kama baba ni kada nyingine, mama ni mwalimu, baba amepumzika kitandani usiku, mama anasahisha script za watoto mpaka saa 7 za usiku rundo. Hiyo ni workload kubwa ya walimu wetu katika nchi yetu hii. Taarifa niko hapa Bashiru. Mwenyekiti niko hapa taarifa. Taarifa karibu mheshimiwa. Pamoja na mchango mzuri, si mara nyingi kutoa taarifa, lakini mchango wake kwa uzito wake nathibitisha anayoyasema. Mimi ni mwalimu na mke wangu ni mwalimu. Ukinapofika wakati wa kusahisha, wakati wote tuko darasani, ni kama vile tumeahirisha ndoa. Na kwa sababu Mheshimiwa Waziri Mkuu haruhusiwi kutoa taarifa kwa niaba yake, kuna yeye ni mwalimu, anaweza akathibitisha. Hata Mheshimiwa Spika naye anaweza akathibitisha. Kwa hiyo mchango huu una uzito wa aina yake, na ndio maana kwa walimu motisha wetu mkubwa sana huwa ni wito. Asante sana. Asante Mheshimiwa Dr. Bashiru Kakuria. Mheshimiwa Ali Mohamed Kasinge, unaipokea taarifa? Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa unyenyekevu na heshima kubwa ninapokea taarifa, na niweke taarifa sahihi tu hapa kwamba aliyetoa taarifa ni mwalimu wangu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam aliyenifundisha political science mwaka 2001 mpaka 2004, na kwa maana hiyo siwezi kuwa na pingamizi wala kigugumizi kwa taarifa yake. Na kurejeshea dakika zote ambazo ametumia Dr. Bashiru. Nashukuru sana mwenyekiti. Lakini mwenyekiti, pamoja na yote haya, walimu pia bado wana kazi ya kuingiza taarifa zao katika mifumo. Sasa hivi tunakwenda katika e-government, lakini walimu wetu wamekuwa na mzigo mkubwa wa kuingiza taarifa. Mifumo ni mingi. Kuna mfumo unaoitwa Info Taaluma, kuna mfumo unaoitwa PEPMIS, kuna mfumo unaoitwa BEMIS, kuna mfumo unaoitwa MADEMIS, kuna mfumo unaoitwa CIS. Mifumo ni mingi, na kwa maana hiyo mwenyekiti, walimu wanatumia bongo zao kwa muda mwingi sana kufanya kazi za ziada. Mwenyekiti, ukiondoa majukumu ya kitaaluma ya walimu wetu, wamekuwa na majukumu mengine yasiyokuwa ya taaluma zao, ikiwemo usimamizi wa miradi. Sote ni mashahidi kwamba miradi yote ambayo serikali yetu pendwa inatekeleza katika shule zetu, kwa maana ujenzi wa madarasa, nyumba za walimu, vyoo na kadhalika, wasimamizi wakubwa ni walimu hao. Walimu hao leo wamekuwa ndio procurement officer, wanaingia katika mfumo kutafuta wazabuni wa kujenga majengo yetu. Walimu hawa leo ndio wamekuwa project manager wa kusimamia miradi katika shule zetu. Walimu hawa leo ndio wamekuwa mainjinia wa kusimamia majengo yetu katika shule zetu. Haya ni majukumu nje ya taaluma zao. Lakini mwenyekiti, nani si shuhuda kwamba walimu wetu wamekuwa wakihusika katika majukumu pia ya kitaifa? Leo hii tumeshawasha mwenge na umeanza kuzunguka katika mikoa yetu. Lakini nani si shuhuda kwamba walimu wetu wamekuwa ndio chachu ya mwenge? Ukiona vijana wa halaiki wanasherehesha kwenye mwenge pale, ni kazi ya walimu wetu. Ukiona klabu za wapinga rushwa kwa ajili ya kukidhi vigezo vya mwenge, ni kazi za walimu wetu. Na ukiona shughuli za kitaifa kama vile sensa, uchaguzi, program mbalimbali za lishe, chanjo mbalimbali, majukumu hayo wanatekeleza walimu wetu. Mwenyekiti, kutokana na majukumu haya ya kimsingi ya taaluma zao na ya ziada, mimi ninakuja na mapendekezo kwamba kutokana na uchambuzi nilioufanya kwa muhtasari wake,
walimu kuna kitu cha ziada wanatakiwa wafanyiwe katika nchi yetu. Naomba nirejee kitabu kitakatifu cha Biblia, kitabu cha Isaya sura ya 6 mstari ule wa 8, na nukuu: kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema, ni mtume nani, naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Nauliza bunge lako tukufu, nani atakwenda kufanya kazi kwa ajili ya kuwapa motisha, kuwapa moyo, kuwatia nguvu walimu wetu? Kila mtu ana jibu lake, kila mmoja ana jibu lake. Nilitamani Mheshimiwa Mwenyekiti, bunge letu hili la 12 ambaye Mheshimiwa Spika wetu ni mwalimu, ingekuwa ni chachu ya hichi ambacho ninakipendekeza. Napendekeza tuanzishe kupitia ofisi ya Rais, utawala bora na management ya utumishi wa umma, tuanzishe sera maalum kwa ajili ya motisha kwa walimu, yani Teacher Motivation Policy Framework. Na itakapobidi, kwa sababu andiko linasema ni mtume nani, mimi nitakuwa namba 1 kwenda kusaidia ofisi ya Rais kuandaa framework hii ya sera. Asante sana Mheshimiwa Kassim.